tumezungukwa na malaika hapa. Lakini 4, Allah anatutaja kwamba oneni wale waja wangu. Allah anatutaja. Kwa hiyo hii ni bishara ambayo nilipenda niitoe mwanzo ili tuendelee kuwa watulivu katika jambo. Tupo katika jambo kubwa, jambo ambalo linatajwa na Allah fauka 7 samawati, huko mbingu 7 juu. Lakini la pili, Sheikh Mbega aligusia na mimi nalizungumzia, hadhari kwa Waislamu wa Tabora. Miji inastawi, inapiga hatua maendeleo kupitia elimu. Elimu ndio ustawi wa miji, maendeleo ya kila kitu, ya kiuchumi, ya kijamii, ya kimahusiano, ya kila kitu. Sasa mwenendo huu ambao Tabora tunakwenda nao wa kuona elimu si lolote si chochote, matokeo yake tunapigika wote. Yani mtu anazaliwa maskini, anakuwa maskini, anakufa maskini. Sasa Tabora katika tabia mbaya tunazo, elimu ni jambo ambalo si misheni yetu. Sasa hili ni kosa kubwa sana, na tayari limeshatugharimu na litaendelea kutugharimu. Mji umezorota, mji umedorola, hauna ustawi. Na mji unaokosa ilmu na maarifa ni mji wa majungu, mji wa fitna, mji wa maneno, mji wa kudhaniana vibaya. Kesho tukimuona Kadhi Ibrahimu hapa, Allah kamjalia Kruga, watu hawawezi kuona, hawawezi kusema mashaallah, wataanza kuchimbua. Ndio watu wako hivyo. Lakini katika kitu kibaya ni watu kwenda kuwa watu wa kawaida, na hakuna kitu kibaya kama kuwa watu wa kawaida, kwa sababu watu wa kawaida kwanza hufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yani watu wa kawaida siku zote miongoni mwa sifa zao ni kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Wewe unaonaje kina mama wa Kiislamu leo wanacheza ngoma zao, wanavaa madera bila chupi au na chupi ndani, kisha wanakatika, wanavua madera, wanabaki uchi, wafikiri jambo la kawaida? Haya ndio mambo ya watu wa kawaida, ufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Lakini pia watu wa kawaida huwa hawajali hatari iliyoko mbele yao, hawajali mpaka wanaingia kwenye hatari, hawajali wala hawana habari na mengine mengi. Kwa hiyo mtindo huu wa kuwa mbali na ilmu na maarifa ni mtindo wa kwenda kuwa watu wa kawaida. Ndio tunaanza kuchimbuana sasa, kana kwamba tuamini Allah anaweza kumneemesha Sheikh Ibrahim Kadhi wetu wa mkoa, Sheikh Rashidi muumini mwingine wa kawaida, imamu fulani. Watu wa kawaida wataanza, haiwezekani, huyu Sheikh Ibrahim huyu kuna hela tu imekuja ya msaada, haiwezekani. Ndio majungu yanaanza, na wengine wanasema au nani kala hela zetu, kwa sababu ni mji ambao hauna ilmu. Kwa hiyo hauna ustawi wa kifikra, hauna ustawi wa kiimani, hauna ustawi wa kiuchumi, hauna ustawi wa kila kitu. Sasa tabia mbaya hiyo. Miji mingine saizi imeshastawi tayari. Ukisikia kongamano mji mwingine ni mfuriko. Na kama watu tuna shughuli, kama mimi na shughuli kweli kweli, mimi nimetoka shamba, kuna watu wanafanya wenyewe wako busy, kuna watu tuna shughuli kweli kweli. Lakini napokuja mambo kama haya tunasimama. Ukiziendekeza shughuli nazo Allah atakushughulisha. Ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi. Jamani, utangulizi tu nitafinya muda, ndio tunayeweka mambo vizuri. Allah anasema, ya ibn Adam tafarraghi liibadati, ewe mwanadamu kuwa na muda, kuwa na faragha ya kunitumikia na kuniabudu. Tenga muda, kuwa na wasaa. Amla usadraka ghina, kwanza kabisa nitaujaza moyo wako utajiri. Wa asuddu faqraka, na nitakuondolea ufakiri ambao unakupeleka mbio. Wa ila mtafal, inaendelea, na ikiwa hautofanya, wada'tu baina yadayka shughlan, nitakushughulisha, nitakukipu bize, nitakuingizia hili linakwisha, linaingia hili linakwisha. Basi wewe unajikuta mchana kutwa, usiku kucha upo katika mambo tunayafuatilia. Wala muasudu fakraka, na inasema
waja'altu al-faqra baina ainaika, na business zote utakazokuwa nazo, kazi, ajira, biashara, miradi, mwisho wa siku utakuwa fakiri tu, muhitaji. Sasa hili nalo nimeweka kama utangulizi. Tabora elimu tunaipiga pande sana, hata elimu ya istimai basi maana ni hatari. Watu wameshindwa elimu ya kusoma madarasani, hata ya kusikiliza tu, ukakaa ukasikiliza tu ukapata faida. Mfano hizi tumesoma Tabora hoi. Kuna watu wananyudhuru kweli, lakini kuna watu ni wajuaji, machno. Shamari Sudikaita anacheka, naona nimekumbusha msemo wa zamani, machno. Wanaona dini kitu cha kawaida. Kwani nini? Ndio hivyo tu, mtu kwani nini tu basi tu, yani kwani nini tu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi. Utafika mahala Allah anazuia, anaondoa hamu na shauku na mapenzi na mahaba ya dini. Sio wewe, tayari ni adhabu Allah ameshakupa, yani huna raha. Na aya nyingine Allah anasema mayuridillahu yahdiyahu yashrahu sadrahu lilislam wa yuridu ayudillahu yaj'alu sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Allah kimkusudia mtu kumuongoza, anaukunjua moyo wake na kifua chake, anasikia ladha na utamu maneno ya dini, yupo tayari kuyafuata popote, ndio hobi yake, ndio mapenzi yake. Na yule ambaye anataka kumpoteza, yaj'alu sadrahu harajan dayiqan harajan, anakifanya kifua chake na kuwa na dhiki, hatulii, anakuwa kama mtu anayepanda mlima. Unajua mtu akipanda mlima namna nguvu, yani anapata dhiki tabu. Sasa tusifike huko Waislamu. Kwa hiyo hilo jambo la pili, kwamba ustawi wa kiakili, wa kifikra, wa kiuchumi, wa kijamii, wa kimahusiano, wa kimaendeleo, wa kila kitu, njia yake ni elimu na maarifa. Miji inastawi kwa elimu na maarifa. Tarehe zinaonyesha mji wa Baghdadi ulistawi kiuchumi kwa sababu ya elimu. Leo angalia mfano Dodoma tu pale, kuna chuo kikuu. Elimu ile inastawisha mji, watu wanakwenda kusoma pale maelfu, wanapata hela, wananunua vitu pale, vinanunulika, biashara zinafanyika, zinachangamka. Ndio elimu iko hivyo. Sasa mji unapokuwa hauna elimu unazorota kwa sababu watu hawaji. Kwa hiyo watu wa Tabora, sira tunakwenda nayo sio hilo la pili. Lakini la tatu katika utangulizi, ningeomba jambo hili kubwa waandalizi ni kwamba haya makongamano yasiwe katika ujala hii, wiki moja kuelekea Ramadhani, wiki mbili. Tunapofika Shaabani mosi, ikiwezekana vikao vianze mapema, maandalizi yaanze. Na ushauri wangu mimi, naomba upokelewe kwamba tuwe tuna makongamano, kongamano la kwanza na kongamano la pili, katikati yake kuwa kuna mihadhara hapa. Yani kongamano kama hili, kisha kuwa kuna ratiba ya mihadhara. Angalau kila Jumamosi na Jumapili ya wiki kuwa kuna mihadhara. Watu wanajua kabisa Ramadhani hii Jumamosi ya kwanza na ya pili baada ya asiri wanatengeza mambo yao ni muhadhara. Kwa hiyo Jumamosi muhadhara, Jumapili muhadhara, na wiki inayokuja hivyo hivyo. Kisha kuwa kuna kongamano lingine. Hiyo ni ushauri wangu mimi ikionekana, ili mji uchangamke. Mji jamani unakwenda kufa. Kwa hiyo hilo nilisema hayo matatu ni yatangulize, kama vile nini utangulizi la kwanza hilo, kwamba tupo katika kheri. Allah anatutaja saizi hapa, malaika wapo wameshatuzunguka, lakini sakina kama mnavyoiona ipo. Mimi naisema nimetulia, na nyinyi mnaonisikiliza mmetulia, lakini pia malaika wametuzunguka na rehema za Allah zi pamoja na sisi hapa. Haya ni maneno ya Mustafa sallallahu alayhi wasallam. La pili hilo, kwamba jamani miji inastawi kila kitu kupitia elimu na maarifa. Kwa hiyo tukitaka tustawi wanatabora wote, wanatabora kwa maana wote tunaoishi Tabora. Sasa wewe mzao wa Tabora umekuja umeweka makazi hapa Tabora, madam wewe makazi yako ni Tabora, unaishi Tabora,
basi tujue miji inastawi kwa kupitia elimu na maarifa. Kwa hiyo katika mambo ambayo tuyape kipaumbele kikubwa, ikiwezekana vikao vikae kuyajadili na kuyachakata swala la elimu na maarifa, kuanzia elimu ya kusoma madarasani mpaka elimu ya istimai ya kusikuna. Watu wengine, mzee wangu hapa, hawawezi tena kuja darasani wakasoma, lakini wana uwezo wa kuja wakasikiliza. Kwa hiyo iwepo mihadhara hasa Ramadhani, na baada hapo Shembega mambo hayo yafanyike na lingine hilo. Ndugu zangu, kikao chetu hiki kina jina la makaribisho ya mwezi wa Ramadhani. La shaka masiku machache yajayo tutakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ibada yake inayofanyika humo ya funga ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Bunya al-Islamu ala 50. Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Katika hizo 5 siyamu Ramadhana, funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tujue kuna jambo linakuja mbele yetu linaitwa mwezi wa Ramadhani, na ndani yake kuna ibada ambayo ni nguzo ya Uislamu inaitwa siyamu Ramadhana. Hilo liko wazi, siyamu Ramadhani. Sasa unapoizungumza Ramadhani una nukta nyingi za kuzungumza ambao kikao hicho haiwezekani. Ndio maana nikawa nimetoa hiyo rai kwamba kongamano la kwanza kama la ufunguzi, kisha kuwe kuna mihadhara ikifuatia kongamano hili, kisha kuwe kuna kongamano lingine la mwisho la kufunga, linaweza likawa katika maana ya tathmini na vitu mfano wa hivyo. Sasa mimi katika kuizungumza Ramadhani katika mkusanyiko wa makaribisho, nizungumze durusun mustafada min ibadati siyami, nizungumze mafunzo na masomo ambayo Muislamu anakwenda kuyapata kupitia ibada ya funga. Kama tunavyofahamu, Uislamu una ibada, na kila ibada ina malengo ambayo yamekusudiwa kwa mfanya ibada hiyo ayafikie hayo malengo. Tunasema ahdafu au durusu mustafada min ibadati siyam. Ili sasa wewe uitathmini funga yako. Je, umesoma? Umestafidi? Umepata faida? Hakuna maana ibada isiyokuwa na faida, athari katika maisha. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Waislamu wanatakiwa wayajue ili waweze kufanya tathmini ya ibada zao, kukubalika kwake na kutokukubalika, kuswihi kwake na kutokuswihi kwake. Sasa mimi nitachukua kipengele hicho, mashekhe wengine watakuja, wapo watakozungumza adabu siyami, wapo watakozungumza shurutu siyami, wapo watakozungumza arkanu siyami, wapo watakozungumza mubtilatu siyami, wapo watakozungumza mubahatu siyami. Yote haya ni katika, wapo watakozungumza fadhailu siyami. Yote haya ni katika jumla ya mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayajue kuelekea katika ibada ya funga ya Ramadhani. Sasa ibada ya funga ya Ramadhani au ibada ya siyamu kwa ujumla na ibada ya funga ya Ramadhani katika sura makhsusi, nimekusanya malengo kama 5 au masomo 5, mafundisho 5. Nitayataja hayo 5 kisha nitajielekeza kwenye moja mama kwa muktadha wa hali tuliokuwa nayo sasa. Yani muktadha wa hali tuliokuwa nayo sasa, nataka tuone faida ya funga katika maisha tunayoishi. Somo la kwanza ambalo tunajifundisha au faida ya kwanza ya funga ni iktisabu takwa, na hii ni faida mama, ndio lengo mama la ibada ya funga ya Ramadhani, kwamba watu wachume uchamungu. Iktisab at-taqwa, kuchuma uchamungu, na hili lengo liko wazi katika aya ya fardhiyati siyam, katika aya ya kufaradhishwa funga. Allah katika Bakara 183 anasema ya ayyuhalladhina amanu. Utaona wito umekuja na imani, yani Allah ametuita kwa jina la imani, kwa maana haya yanayofuatia utekelezaji wake unategemea imani ya mtu aliyokuwa nayo. Na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, ukimsikia Allah anakuita kwa jina la imani, fa'arihi biha sam'aka, basi tega vizuri sikio lako,
yani acha mengine yote uliokuwa nayo. Kuwa attention. Kwa sababu gani? Ima khairun yu'maru bihi, ima kinachofuata baada ya hapo ni khairi ambayo Allah anaamrisha, na tukitekeleza amri ya Allah ni kwa faida yetu sisi. Ima sharrun yunha anhu, ima ni shari Allah anakataza. Kwa hiyo Muislamu unaposikia hata akisimama hapa imamu hadhiri, ndugu zangu waumini, hakika imanan Muislamu anakaa chini anatulia, kwa sababu kwanza hicho ni cheo, ni daraja mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata imamu anakuja hapa sema jamani waumini, bado watu una mashaka na imani, una walakini na imani, na ndio tafsiri yake hiyo tu. Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyamu, yani furidhu alaikum, ni wajibu mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo walivyofaridhishiwa walikuwa kabla yenu. Kwa lengo gani? La'allakum tattaquna, ili muwe wacha Mungu. Kwa hiyo somo la kwanza la ibada inayokuja mbele yetu ni ucha Mungu katika maisha. Lakini swali, matakwa, ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu umetafsiriwa na wanachuoni kwa tafsiri nyingi sana. Kila mmoja ametafsiri ucha Mungu alivyoweza kutafsiri. Ubay ibn Ka'b aliutafsiri ucha Mungu kwa mtu anayepita kwenye njia ambayo ina miba, ina vyupa, mabati. Akasema ucha Mungu maana yake ni kutahadhari usikanyage chupa, usikanyage mwiba, usikanyage bati ikakuchoma. Umar siku moja alimuuliza Ubaya, matakwa, ucha Mungu ni nini? Ubaya akasema, ya amira almu'minina, ewe amiru wa waumini, ama salakta tariqan dhatu shaukin, hivi katika maisha yako wewe hujapata kupita njia yenye miba? Kala bala, nimeshapata kupita. Madha sanata, nini ulifanya wakati unapita? Kala shamartu wa hadhartu, kwamba nilitahadhari nisichomwe na miba. Kwa hiyo Ubay ibn Ka'b akautafsiri ucha Mungu sawa na mtu anayepita katika njia yenye miba, kisha yeye anatahadhari asikanyage miba ikamchoma, kwa maana maasi ni miba. Kisha anakanyaga pale ambapo hakuna miba, anapita salama, kwa maana a'malu salihah, wema mazuri. Na Imamu Ali akautafsiri na yeye ucha Mungu akasema, al-amalu al-khawf min al-jalili, ni kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, wal-amalu bitanzili, na kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani, wal-istidadu li-yawmi rahili, na kuwa na maandalizi kwa ajili ya safari ya kifo. Huo ndio ucha Mungu. Ukijiona wewe kwamba takhafu Allah, unamkhofu Allah, wa ta'mal bil-Qur'an, na unaifanyia kazi Qur'ani katika maisha yako, watastaidu lilmauti, na unajiandaa na kifo, basi wewe ni mcha Mungu, na huo ndio ucha Mungu. Lakini tafsiri ambayo mimi nimechukua katika hizo, atakwa maana yake alla yaraka Allahu haithu nahaka, kwa maana Allah Muislam asikuone katika maisha pale alipokukataza. Allah asikuone, amekataza mambo chungu tele, amekataza zina, riba, kamari, shirki, uongo, utesi, riba, wizi, yote hayo maharamati. Ucha Mungu maana yake Allah asikuone humo, asikukute katika jumla ya wazinifu, wala walevi, wala riba, wala wacheza kamari, waongo, watesi na mengine muharamati ambazo Allah ameziharamisha. Wala yafqidaka haithu amaraka, na wakati huo Allah asikukose pale alipokuamrisha. Allah ameamrisha mambo chungu tele, pia ameamrisha swala, zaka, hija, birrul daini, ujirani mzuri, umoja na mshikamano, maelewano, mapatano. Haya yote min maamuratillah, ni katika mambo Allah ameamrisha. Kwa hiyo cha Mungu Allah akukute umo. Kwa hiyo takwa maana yake alla yaraka Allahu haithu nahaka, Allah Muislamu katika maisha kamwe asikuone pale alipokataza, wala haithu amaraka,
na kamwe asikukose pale alipokuamrisha. Ukiwa hivyo, huo ndio ucha Mungu na wewe ndio mcha Mungu. Kwa hiyo somo la kwanza la ibada ya funga ya Ramadhani ni kuwafikisha Waislamu kuwa ni wenye kujiepusha na makatazo na wenye kutekeleza maamrisho. Na hali hii unaigusa kidogo ndani ya Ramadhani. Waislamu wengi walevi tunakuwa nao misikitini. Uhawara na ukimada unavunjika, unakufa. Wapunja vibaba na mizani wanatengeneza mizani zao zinakuwa sasa hivi za uadilifu, na mengine mfano wa hayo. Wavuta sigara mchana wote wa Ramadhani hawavuti sigara, japokuwa wanatakiwa wasivute hata na usiku wake, kwa sababu sigara ni haram, na uharamu wake ni uharamu wa qaidatul madarra, kwa sababu vitu vinaharamika binasin au biqaidal madarra, kwa kupitia nasul Qur'ani au hadithi imetaja kufanya haram, au njia nyingine ni kanuni ya madhara, kwamba jambo hili linadhuru, halina aya wala hadithi, ila linadhuru afya, linadhuru akili, linadhuru dini, linadhuru heshima, linadhuru mali. Hilo linakuwa ni haram kupitia qaidatul madhara inaitwa. Kwa hiyo utaona mchana kutwa wa Ramadhani watu hawavuti sigara, wanaacha, walevi wanaacha, kwa maana wanajiepusha. Ndio ucha Mungu huo. Kwa hiyo somo la kwanza, tunakwenda kufunga. Lengo miongoni mwa malengo ya kufunga na masomo yatarajiwa kupitia ibada ya funga ya Ramadhani ni Waislamu sasa wapinduke kutoka katika kutokuwa wacha Mungu waje kuwa wacha Mungu katika maisha. Somo la pili, ta'widu al-muslimi ala ihtimali adha al-akharin wal qawlu al-hasan fi muqabili isaati al-jahilina al-qawliya wal-fi'liya. Lengo la pili ni kumzoesha Muislamu kustahimili maudhi na kero za watu wengine. Katika maisha kuna kero, kuna maudhi, kuna usumbufu, kuna watu ni wasumbufu, wamejaa makaraha, makero. Sasa funga, katika faida na masomo ya funga ni kumzoesha Muislamu awe na uwezo wa kustahimili adha al-akharin wal qawlu al-hasan, na awe Muislamu anaitekeleza ile aya ya Mwenyezi Mungu katika suratu al-Furqan, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kwa hiyo funga inamzoesha Muislamu al-qawlu al-hasan, awe na maneno mazuri fi muqabil isaati al-jahilina, katika kukabiliana na ubaya wa watu wajinga, watu masafihi, watu washenzi, watu wasonamana katika jamii. Na hakuna jamii isiyokuwa na watu wao, kila jamii na watu washenzi. Tena wanafanya ushenzi mpaka kwa viongozi wa dini, mafedhuli. Na tunao hawa watu, yani usafihi wao, ujahili wao umekuwa ni murakab, yani umepitiliza. Unaweza kusema atatuambia nini yule bana. Sasa funga inakuzoesha wewe kusema maneno mazuri. Sawa sawa hao majahili, masafihi, washenzi wamekwambia maneno mabaya au wamekutendea vitendo vibaya. Allah anasema ndani ya Qur'ani katika kuwapamba wale waja wake ibadur rahmani, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wakisemeshwa na watu wajinga maneno ya kijinga kipuzi, wao wanajibu maneno ambayo mwisho wa siku wanaachana kwa amani na salama. Sasa funga inakuzoesha hali hiyo, na wala Muislamu unakuwa sio dawa ya moto ni moto. Dawa ya moto ni fire extinguisher, ndio dawa ya moto, sio na wewe kuwa moto. Au dawa ya moto ni maji, wewe wala usemi dawa moto. Mtume anasema katika hadithi, inaanza mwisho inakuja hapa, inasema wa inshatamahu ahadun. Ya hadithi inaanza hadithi inasema idha kana yauma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Mtu mmoja miongoni mwenu akiwa amefunga, basi asiseme maneno ya matusi wala maneno ya hovyo. Wa in shatamahu ahadun, na ikitokea yoyote katika wanadamu akamtukana au qatalahu au akampiga, falyakul, basi na aseme inni swaimun, inni swaimun, mimi nimefunga bwana, samani mimi nimefunga. Yani mtu anakuambia kifedhuri, wewe unamwambia samani ndugu yangu mimi nimefunga. Qalu salama,
Kwa hiyo funga inakuzoesha Muislamu kuwa na tabia ya kustahimili adha na kero na maudhi ya watu wengine, lakini pia kukabiliana na ushenzi na upumbavu na ujinga wa watu wajinga, watu washenzi, watu wapumbavu. Na unakuwa umetekeleza aya ya Mwenyezi Mungu, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Yani kusema bwana mimi nimefunga samani sio ujinga wala sio upumbavu. Inawezekana ukifanya ghasia hapo yeye mwenyewe atajuta kwa nini amekuudhi, lakini funga inakuzoesha wewe Muislamu kukabiliana na mambo mfano wa hayo. Faida nyingine ya funga tunaipata au msomo, kafu nafsi anishahawati, ni kuizuia nafsi na matamanio yake. Nafsi inatamani, mwili unahitaji, una matamanio ambayo ufika mahala yanachemka. Sasa funga inakuzuia na yale matamanio, hasa katika janibul maasiya, kwa sababu matamanio ya nafsi pia yanashibishwa katika janibu alhalali, katika upande wa halali na upande wa haki. Nafsi inashibishwa, inapewa matamanio yake. Na hapa kafu nafsi ni shahawati, tunakusudia shahawati fi janibil maasiya, katika upande wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hasa zuina linas, ndio nafsi imepambwa hivyo, ila kwa kuizuia. Sasa funga katika faida inasaidia kafu nafsi. Mtume anasema, anawaambia vijana, ya mashara shababi, enyi vijana, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, yote miongoni mwenu atakayeweza ndoa basi na aoe, fa inahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj, kwani kuoa kutapelekea wewe tupu yako na macho yako yahifadhike na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati', na yote ambaye hatoweza gharama za ndoa, fa alayhi bisawm, basi afunge, fa innahu lahu wija, kwani hakika funga kwake yeye ni kikata matamanio ya nafsi. Wija kwa maana yaqta'u shahawati nafsi fi janibil maasiya, kwamba funga inakata matamanio ya nafsi katika upande wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Mtume katika hadithi mutafaqun alayhi, amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim, na katika hadithi nyingine Mtume anasema, inna shaytana la yajri min bani adam majra dami, hakika shaitani katika kumshawishi mwanadamu kufanya maasi na kutoka katika njia ya Allah, anapita katika mishipa ya damu, anachemsha, anakuhamasisha, unahamasika kufanya maasi. Mtume akasema, fadayiqu majari shaitani biljui wal atash, hivyo basi minyeni, baneni mapito ya shaitani kwa kupitia njaa na kiu, yani kwa kupitia kufunga. Ukifunga mwili unalegea, unavunjika, unaishiwa nguvu ya kutenda na kufanya, na hapo unakuwa kad dayaqta majari shaitani, unakuwa umeminya na umefinya mapito ya shaitani. Hapati nafasi ya kupita kukushawishi na kukuhamasisha na kukutaka kufanya jambo ambalo ni kinyume na maelekezo ya dini. Hadithi pia mutafaqun ala sihatihi, kwamba Bukhari na Muslim wamesema hadithi hii ni sahihi. Kwa hiyo faida ya funga pia inaminya majra shaitani, yani mapito ya shaitani katika mwili wa mwanadamu, katika kumchemsha na kuamsha hisia na matamanio na shahawati zake. Kwa hiyo faida ya tatu hiyo. Faida ya nne au somo la nne tunajifundisha kupitia ibada ya funga, asabru wa tadharu ila Allah, ni kuwa na subira pamoja na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tadharu ila Allah kwa maana kunyenyekea kwa Allah. Funga inatufundisha kuwa wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haya anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, lama uridhat alayhi dunya, Allah alimwekea dunia Mtume akabana, ukitaka tukupe utajiri tunakupa dunia, unakuwa hauna shida, hauna njaa, hauna shida, kila kitu unapata. Kala Mtume akasema, la ya Rabbi, hapana Mola wangu, sitaki hilo, lakini nachotaka mimi, ashba'u yawman wa aju'u yawman,
nahitaji niishi maisha ya kupata na kukosa, na maisha ya kupata na kukosa ndio maisha ya watu wema, ndio maisha ya manabii. Kuna nyakati za sarra na nyakati za dharra, na kinachotuponza waislamu leo ni kutaka nyakati moja katika maisha. Hali kutokea kwa mitume wateule wa Allah, itakuwa sisi. Na ukilazimisha hivyo, maana yake kuna haki nyingi utakwenda kuzivunja, kuanzia haki za Allah mpaka hukukul akharin, kuanzia haki za Allah mpaka haki za wengine utavunja, ili kufikia maisha ya upande mmoja ya kupata tu. Na hicho ndio kinachotuponza leo. Watu wote hatutaki tena maisha ashba'u yawman wa aju'u yawman. Yani kuna nyakati mashaallah, alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra, wanatoa nyakati mambo yao super, faida zinamiminika, na nyakati mambo yao yametetereka, yameyumba. Na hakadha hayatul muslimi, na hivi ndivyo maisha ya Muislamu. Kuna nyakati za kupata na kuna nyakati za kukosa. Ameishi mbora, bali wameishi wabora manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema, la ya Rabbi, hapana Mola wangu, lakini ashba'u yawman wa aju'u yawman, nataka maisha ya kupata na kukosa. Fa idha ju'tu sabartu wa tadarra'tu, nikiwa na njaa, sina kitu, nimepigika, na kuwa naingia katika ibada ya kuwa na subira na kunyenyekea ilaika kwako. Wa idha shabi'tu shakartuka wa hamidtuka, na nikiwa nimeshiba mambo mazuri na kushukuru na kukusifu. Kwa hiyo funga pia inamfundisha Muislamu kuwa ni mwenye subira nyakati ngumu, nyakati za mtikisiko, nyakati za kuyumba kiuchumi, kifedha. Unakuwa na subira na tatadharrau ila Allah, yani unakimbilia kwa Allah, unamnyenyekea Allah, unamuomba Allah. Ukishiba nadra kumkumbuka Allah, nadra. Wa qalilu min ibadi ya shakur, wachache sana wanaomshukuru Allah wakishiba. Wengi wakishiba wanakuwa machno. Na mtu yote bana akiwa na mambo matatu, hana njaa, haumwi, ana uhakika atakula kesho na kesho kutwa, huyu mjuaji anaweza akamkosoa hata Mwenyezi Mungu, kwa sababu hana cha kumnyenyekeza. Kwa hiyo pia tunajifundisha kupitia ibada ya funga asabru fil haya wa tadharu ila Allah, kuwa na subira katika maisha na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya mwisho ya tano kupitia ibada ya funga, alimtina'u anil maasi, ndio katika maana ya takwa hiyo. Yani funga inakupa uwezo Muislamu, au faida ya funga ni kujizuia na maasi. Wewe tazama, ukiwa umefunga kuna vitu unajizuia kuvifanya, kwa sababu unajua kabisa nikifanya hiki akiendani na funga yangu. Alimtina'u anil maasi, na haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, asyamu junna, funga ni ngao, ni kinga. Fa idha kana yauma sawmi ahadikum, ikiwa siku mmoja wenu amefunga, fala yarfath, basi asizungumze maneno machafu, matusi. Fala yarfath wala yaskhab, wala asipige mazogo akapayuka makelele fujo. Wala yajhal, na wala asifanye mambo ya kijahili, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo pia somo katika ibada ya funga ni Muislamu unajifundisha kujizuia na nanyi mnaona watu wengi wanajiwalevi au pombe kama nilivyosema, wanajizuia. Funga inawapa nguvu hiyo. Sasa hizo ni faida za ibada ya funga. Sijajua napewa muda gani. Mwalimu Ali, hebu naomba unipe muda ili nizungumzie lengo mama, faida mama ya funga, uchamungu, yani faida za uchamungu katika maisha ya kila siku. 14. Katika malengo ya ibada ya funga tumiona ni uchamungu, kwa maana funga ikufikishe kuwa mchamungu Muislamu. Yani la'alakum tattaquna, mfunge mkimaliza muwe wachamungu. Sasa uchamungu tumeueleza ni ile hali ya Muislamu kujizuia na maasi na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa uchamungu una faida nyingi fi hayati dunia wal akhirah, katika maisha hapa duniani na kesho akhira. Katika dakika 14 hizo tutaje baadhi ya faida ambazo tutazipata katika maisha
tukiwa wacha Mungu kupitia ibada ya funga iliyoko mbele yetu. Leo tunaishi malalamiko, manunguniko ya hali ngumu za kimaisha. Shida, matatizo, changamoto zimekuwa nyingi. Anapiga kelele katika jicho la kawaida anacho, kwa maana matajiri wanapiga kelele, wananungunika, na anapiga kelele katika jicho la kawaida hana, maskini. Kwa hiyo matajiri wanalia, maskini wanalia. Sasa hapo ndio inaibuka nafasi ya uchamungu katika maisha ya Muislamu. Sasa uchamungu una faida nyingi. Miongoni mwa hizo, faida ya kwanza, husulul hifdhi min Allahi wal wiqaya minhu min kaidil a'da. Faida ya kwanza ya uchamungu ni kupata hifadhi na kutoka kwa Allah na kinga kutokana na uadui. Dunia hii imejaa uadui wa sababu wa bila sababu. Wakati mwingine, mfano, Waislamu wanafanywa uadui kwa jina la Uislamu bila sababu, ile kumwamini tu Allah na kushika mafundisho ya dini. Kuna binadamu wengine linawakera, linawakereketa, wanaingia katika kuwafanyia uadui Waislamu. Kosa lao nini? An amanna billah, wamemwamini tu Allah, basi ndio kosa lao. Sasa uchamungu unakupa Muislamu, unakuguarantee hifadhi na ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya anasema Allah ndani ya Qur'ani Al-Imran aya ya 120. Allah anasema, wa in tasbiru, na ikiwa mtakuwa na subira katika maisha na mitihani na majaribu, watattaqu, na mkamcha Allah, la yadurrukum kaiduhum shay'a, basi jueni vitimbi vya uadui mnavyofanyiwa na maadui zenu havitokudhuruni kwa lolote, kwa sharti tu antasbiru watattaqu, kwamba muwe na subira na muwe wacha Mungu. Kwa maana Allah atukute tunatekeleza maamrisho yake na tunajiepusha na yaliyotukataza. Tukiwa hivyo na tukawa na subira na yale maudhi na majaribu na mitihani na misukosuko, basi tujue kwamba uadui wa adui yoyote sawa sawa wa bila sababu, wa sababu, hautokudhuru kwa lolote. Intasbiru watattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Faida ya pili ya uchamungu utokanao na ibada ya funga, naili mahabbati llahi wa wilayatihi wa intifai alkhawfi wal hazan fi alhayati dunya wal akhirah wa husulu albishara wal fawzu alazim wal ajru alazim. Allahu akbar. Yote ni malipo, ni faida ya uchamungu katika maisha. Kupata mapenzi ya Allah, yani unakuwa katika ambao Allah anawapenda, na kupata wilaya ya Allah, yani usimamizi, yani wewe Muislamu au nyinyi Waislamu wacha Mungu, mambo yenu yanasimamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa intifaul khawfi wal hazan, lakini pia Allah anakuondoleni hofu na huzuni katika maisha. Wa husulul bishara, na mnapata bishara ya mafanikio fi dunia wal akhirah. Wal fawzul azim, na ushindi mkubwa. Wal ajrul azim, na malipo makubwa kupitia uchamungu. Na haya anasema Allah katika aya zifuatazo. Aya kwanza, Tauba 7. Allah anasema, inna Allaha yuhibbul muttaqina, inna Allaha yuhibbul muttaqina, hakika Allah anawapenda wacha Mungu, anawapenda watu ambao wanatekeleza maamrisho yake na wanajiepusha na makatazo yake. Hao Allah anawapenda. Tauba 7. Pia Allah anasema katika Yunus 62 mpaka 64, ala tambueni, ina awliya Allahi, hakika wateule na vipenzi wa Allah, la khawfun alaihim, hawana hofu katika maisha, wala hum yahzanun, na wala hawana huzuni katika maisha. Kisha akataja sifa zao, alladhina amanu, wale ambao walomwamini Allah, wakanu yattaquna, na wakawa katika imani yao hiyo wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, wana bishara ya mafanikio ya hali nzuri katika maisha ya dunia na maisha ya akhira. La tabdila likalimati llah, hakuna mabadiliko katika maneno ya Allah anayoyasema na kuyaahidi. Dhalika huwa alfawzul azim,
na huo ndio ushindi mkubwa mtu kuupata katika maisha ya dunia na akhira. Faida ya tatu ya uchamungu utokanao na ibada ya funga, alqabulu, ni kukubalika. Ai, kwa maana qabulul amali wal qurbati, yani tuna matendo tunayafanya na kuna qurbati. Qurbati kwa maana ni mambo ya kujikurubisha. Qurbati, mambo ya kujikurubisha kwa Allah tunayafanya, sadakati na mambo mfano hayo. Tunahitaji Allah atukubalie ili atupe yale tunayomuomba. Sasa uchamungu katika faida zake ni kukufanya wewe Muislamu kuwa ni mwenye kukubalika matendo yako na qurbati zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya anasema Allah ndani ya Qur'ani, Maida 27, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hakika si vinginevyo Allah anatakabali toka kwa wachamungu. Kwa hiyo katika faida za uchamungu Muislamu unakuwa unakubalika yale unayoyatenda na kuyafanya katika sifa yako ya uchamungu. Faida nyingine ya uchamungu, an-najatu min ash-shada'id wa rizqi al-halali wa taysiru al-umuri wa husulu al-barakati min as-samai wal-ard. Allahu akbar. Faida nyingine ya uchamungu ambayo tunakwenda kuipata katika maisha, kwanza ni kusalimika na shida, matatizo, hali ngumu, uchumi mgumu, riziki ngumu, mambo yamebana, yametaiti. Sasa uchamungu unakwenda kusafisha yote hayo, mambo yanakuwa muyassar. Allah anayatia wepesi, anateremsha baraka katika maisha za mbinguni na ardhini, mambo yanakwenda kuwa super na level. Na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zifuatazo. Aya ya kwanza, Talaki 3:2 mpaka 3. Allah anasema, wama yattaqillaha, na yote atakemcha Allah, yaj'al lahu makhraja, atamjalia matokeo, yani ufumbuzi, kwamba umefika mahala umekwama, haujui upite wapi, utoke wapi, kila mmoja anataka achomoke, atoke. Allah kupitia uchamungu, yaj'al laka makhraja, anakujalia ufumbuzi wa yale ambayo yaliokwama na kutanani na kuingia katika wakati mgumu. Wayarzuqu min haythu la yahtasib, lakini pia atampa riziki na maisha katika mazingira hakutarajia, haikuingia katika akili yake kwamba hichi kinaweza kikanitoa na kunikwamua. Na 4, Allah anasema, hiyo Talaki 4, wama yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na anayemcha Allah basi anamjalia katika mambo yake wepesi, mambo magumu. Na mambo magumu tumekwama kweli kweli, mambo ni magumu kweli kweli. Sasa uchamungu ni sababu ya Allah kuyafanya mambo kuwa mepesi. Pia Allah anasema katika Araf 96, walau anna ahla alqura amanu wattaqau, laiti watu wa miji na vijiji wangelimwamini Allah na wakamcha Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, basi watu hao tungiwafungulia baraka, kheri, neema za mbinguni na ardhini, ila akhir aya. Kwa hiyo katika faida za uchamungu, hii hali ambayo leo tunaipigia kelele, lau kunna muttaqina, lau tungekuwa ni wachamungu ingetuondoka, wala isingekuwa imetungangania na kutushika kama ambavyo imetungangania na kutushika. Tuna wakati mgumu. Nilikuwa naongea na jamaa wangu mmoja zamani, miaka chini ya 90 au chini ya 2095 kushuka chini. Saizi jioni ukipita viwanja vyote vya mpira vimejaa watu wakicheza mpira, wakiangalia mpira, kwa sababu watu walikuwa mpaka muda huo wana uhakika wa kula usiku na kesho na kesho kutwa, wanaenda kufurahi na kuburudika. Leo tembea viwanja vyote empty, watu bado wana joint, wanaunganisha maisha, bado wanapiganisha maisha mpaka saa 12 jioni, mpaka magharibi, mpaka lisha ndio mtu anafanikiwa mlo wa usiku. Atakuwa na muda wa kwenda kutazama mpira.
Leo nenda Milambo kule empty, nenda hapo nani Chipkizi empty, nenda wapi empty. Watu wako wanapiganisha maisha mpaka usiku. Dhikl haya. Kwa hiyo mambo mengi yanakwenda yanaondoka, sababu watu hawana tena muda wa kuburudika, kwa sababu wako nyuma ya tonge. Hour to hour life. Yani unapiganisha cha asubuhi, unapumzika kidogo, unapiganisha cha mchana, unapumzika kidogo, unapiganisha cha usiku. Una connect, maisha yamekuwa ya kuungaunga. Lakini ucha Mungu unakuja kuondoa maisha haya. Na maisha haya na heshima, yanatuvunjia heshima mashehe, yanawavunjia heshima viongozi wa kijamii, yanawavunjia heshima maamuma pia. Faida ya mwalimu utanishtua nimalizie. Faida nyingine ya ucha Mungu, islahi al-a'mali wa ghufrani dhunubi wa takfiri sayiati wal furqan. Islahu al-a'mali ni kutengenezewa matendo, amali. Leo jamii yetu ina matendo mabaya, ina amali mbaya, matukio ya kikatili, ya kiroho mbaya. Watu wamekuwa na amali sayyi'a. Sasa ucha Mungu unakwenda kutengeneza amali za watu, wanakuwa na matendo mema, matendo mazuri, matendo ya utu wema yanakwenda kupatikana. Lakini pia wanapata na msamaha wa hayo matendo mabaya ambayo wamekuwa wakiyafanya. Ghufrani dhunubi wa takfiru sayiati, na kufutiwa makosa. Na haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Allah na semeni maneno ya sawa sawa. Mkifanya hivyo, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni amali zenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameni madhambi yenu. Pia Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha, ikiwa mtamcha Allah, yaj'al lakum furqana, atakupeni furqan. Furqani maana yake mnafika mahala watu hamjui mfanyeje. Atakupeni upambanuzi wa mambo, yatakufungukieni, mtaona chuya na mchele, haki na batili, halali na haramu. Furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, na atakufutieni makosa yenu. Wa yaghfir lakum, na atakusameni madhambi yenu. Wallahu dhul fadli azim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa kwa waja wake na viumbe wake. Hizo zote ni faida za kidunia. Nimalizie na faida za kiakhira mbili. Faida ya kwanza ya ucha Mungu, anajatu minan nar, ni kuokoka na kusalimika na moto wa jahannam. Allah anasema, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Thumma nunajji alladhina taqaw, kisha tutawaokoa wale waliomcha Allah na moto wa jahannam. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya, na tutawaacha madhalim wote katika moto wa jahannam. Kwa hiyo faida ya ucha Mungu ni watu kuokolewa na moto wa jahannam kesho kiyama. Na kubwa yote, faida ya ucha Mungu, dukhulul janna wal khuludu fiha, ni kuingia peponi na kuishi milele humo. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqina. Pepo hii imeandaliwa wacha Mungu, wataenda kuingia katika pepo. Mwisho kabisa, nitaka kusahau faida muhimu ya kidunia ya ucha Mungu, atadhakur inda masi shaitani watabyin, kwamba katika faida za ucha Mungu, unapopata na ushawishi wa shaitani katika kumwasi Allah, tatadhakar, yani unapata kuzinduka na kutanabai. Yani ucha Mungu unakufanya Muislamu haufiki mwisho wa mipango ya shaitani ya kumwasi Allah. Yani katikati ya mipango ya shaitani ya kumwasi Allah, wewe utatanabahi. Haya ndio anayasema Allah, innal ladhina taqaw, hakika wale waliomcha Allah, idha massahum taifu minash shaitani, wanapopatwa na wasiwasi wa shaitani wa ushawishi wa kumwasi Allah, tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ibana, ili kosa naenda kulifanya hili, wanatanabahi na wanapata kubainikiwa na kuona kwamba hili ni kosa. Yule kijana katika wale vijana watatu walioingia pangoni, mmoja alifika katika penalty box. Wazee na film nafahamu yote. Yule binti ami yake alifika michia katika penalty box, ibaki kufunga tu. Akaambiwa itakila wala tafudhu al-khatam ila bihaqi. Hapo hapo alinywea, alisinya,
Akaambia vaa, nenda na shida chukua. Ucha Mungu, tadhakaru fa idha mastashana shaitan tadhakaru fa idha hum mubsiruna, kwamba wanatanabahi, wanaona, kisha wanaacha ile mipango na mikakati ya kumwasi Allah. Lakini bana, hii ni haramu, hii haipendezi. Binti wa watu nitamharibu bure, na mimi binti yangu itakueje? Mke wa mtu na mimi mke wangu itakueje? Bana, nitamharibu kijana wa mtu huyu na mimi itakueje? Tadhakaru fa idha hum mubsiruna, wanakumbuka, wanatanabahi, kisha wanaona haki na batili, halali na haramu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuliohudhuria katika kongamano hili, kwamba ibada iliyoko mbele yetu ya funga ina malengo. Tumetaja matano. Katika hayo malengo matano, lengo mama ni ucha Mungu, na faida zake ndio hizo ambazo kadri ya tulivyojaliwa tumezitaja. Kwa hiyo namuomba Allah Jalla Maula atufikishe katika mwezi wa Ramadhani, na atuwezeshe tufunge mwezi wa Ramadhani, na ajalie Ramadhani hii ilete mabadiliko katika maisha yetu, hasa katika eneo la ucha Mungu na malengo mengine ya ibada ya funga ya Ramadhani. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.